Mtazamaji, licha ya kaunti ya Trans Nzoia kufahamika kuwa mzalishaji wa mahindi, wakulima wametakiwa kukumbatia upanzi wa mimea mingine ili kupiga jeki mapato yao kuliko kutegemea tu kilimo cha mahindi peke yake. Anaarifu kutoka gatuzi la Trans Nzoia, Mike Msikoya. Takwimu kutoka Wizara ya Kilimo inaonyesha kuwa kaunti ya Trans Nzoia inazalisha takriban 40% ya mahindi nchini. Hata hivyo, kinaya ni kuwa kiwango cha umaskini bado ni 36%, na kutokana na hali hii viongozi wameanzisha mchakato wa kuhamasisha wakulima kujitosa kwa upanzi wa mimea mingine pia ili kuimarisha mapato yao. Vile sisi tumezoea kupanda mahindi inaleta umaskini katika Trans Nzoia yetu, na Mwenyezi Mungu ametubariki na mchanga mzuri ambaye tukipanda chochote inamea. Si ni kweli? Sisi tukiungana na tukubali hii mpango tutapata pesa mfukoni. Na ndio nilikuwa nasema hivi, mimi ni kama demonstration tu kuwaonyesha hii vitu iko na pesa. So nyinyi mnunue, muongeze, mpande kwa mashamba yenu. Hii inajua inasaidia hata mashamba kidogo kidogo kama eka moja unapanda, kwa sababu inajua ni 6 meters or 7 meters square. Wakizungumza katika eneo la Nyakinywa wakati wa usambazaji wa miche 1000 parachichi aina ya Hass, seneta wa kaunti Alan Chesang na John Njuguna wamekariri kuwa kilimo mseto itasaidia kuinua kaunti kiuchumi na kupunguza kiwango cha umaskini. Tukikusa hiyo inakaa mwaka moja inaanza kuzaa, na ikianza kuzaa moja inaweza kuzaa debe 3, na ujue kilo moja ya avocado hii ya Golden Hass ni 120. Na je, ukiwa na kilo 90, sio ni pesa safi sana? Na ikizaa mara mbili kwa mwaka, mkulima anaweza kupata pesa kila nusu, katikati ya mwaka na mwanzo ya mwaka. Mkienda Central mnaona uchumi iko juu. Hivyo ndio mimi nataka Trans Nzoia yetu ikue. We have to diversify from maize. Pia sisi tufanye nini? Tupande kahawa, wakulima wetu walipwe na dola pia hapa Nyakinywa. Wakazi wa eneo hilo wameonekana kukumbatia mpango huu wa kilimo cha parachichi, wakitoa wito wa kupanuliwa kwake ili kilimo hicho kiimarishwe. Tumeshukuru sana, ni kwa sababu hakika hii miche itakuwa msaada sana kwa maboma zetu. Tumesikia hii miche ukiitunza vizuri vile tumefunzwa itakuwa ikikupea kilo 120. Sisi wakaaji ya Nyakinywa tuko na shamba kidogo, lakini tutakapopanda hii najua umaskini itatutoka na hata watoto wetu watakula, tupata afya nzuri. Wakati huo Seneta Chesang amewahakikishia wakazi hawa kuwa anaendeleza mikakati ya kuhakikisha wanapata hati miliki ya mashamba yao ili kusitisha mizozo ya ardhi eneo hili. Nyinyi mko na shida moja ambaye serikali ile ya kitambo ilijaribu kusuluhisha kidogo, kwa sababu walikuwa wanataka kura zenyu, lakini wakasimamia hapo katikati. Title zenyu nyinyi hamna. Si ni kweli? Wengine wanaficha, wakuja wadanganye kidogo tena wakati ya kura ndio mupatie hao kura zenyu. Mimi nawahakikishia ninaenda kuzungumza na rais, nimwambie tafadhali title ya watu ya Nyakinywa wakuja wafanye nini? Wapatiwe. Nitawasukumia mpaka kila mtu akuwe na title yake. Mike Msikoya, West TV kutoka eneo la Nyakinywa, eneo bunge la Cherang'any, kaunti ya Trans Nzoia.